mtumishi fulani wa Mungu kutoka Amerika akasema, Daudi, sisi tunajua Daudi alienda kufanya nini, aliua Goliath, si ndio? Sasa hiyo ni akasema kwamba hiyo ni yaani, ukiambia tu mtu mambo ya David ataona ni David vile alikuwa na uwezo wa nini, vile Mungu alimsaidia kuua Goliath. Lakini sasa ndio David kukuja kuapia mbele ya Goliath ilikuwa inataka ku expose what is in David. You see, there is a gift in you. So God will bring you into a situation ambaye gift ambayo iko katika maisha yako itafanya kazi ndio ijulikane vile Mungu ni mkuu. So hiyo gift ya Daudi ilikuwa lazima Goliath ainuke ndio Daudi aangamize Goliath ndio tujue gift ya David. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that is Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Kwa nini nimekwambia hivyo? Ndio unaona, ukitaka kuwa na ufahamu wa Mungu zaidi, unaenda deeper. Unajua sasa, kama sasa mko primary mko primary, iko mtu wa primary kwa hapa, mmekuwa secondary. Siku na dictionary ya primary inaeleza vitu kulingana na hiyo stage. Lakini tunajuanga Oxford Dictionary iko na maelezo ya ndani. So ukitaka kujua neno la Mungu, tafuta Biblia ambayo itakupatia insight zaidi. So utakuwa na more information, utakuwa na more knowledge, na utakuwa na more truth, na itakuweka free. Ndio kwa sababu Biblia inasema when you know the truth shall set you free. Sikia vile Biblia inasema 1 Corinthians chapter 12 verse 28. So God has appointed some in the church for his own use. Unaona ndio hiyo ndio nilikuwa nataka, that's what I wanted to come out. Yeye imesema aje? What does it say? Inasema God has appointed thee in the church. Unaona hii? You see the difference? So now what that is missing. You see, and what you don't know cannot help you. What you don't know. Nimebeba watu kwa gari, safety belt iko. Safety belt si unavuta hivi alafu unaingisha hivi, si ndio? Lakini hao nilipata mtu amejifunga hivi, hajui, anajinyonga, anakuwa uncomfortable. Niliwaambia siku moja mimi nimepanda ndege for the first time, nimepanda ndege kutoka Kisumu naenda Nairobi, alafu baadaye nikaenda Mombasa. Alafu ule passenger alikuwa hapo, alikuwa amefungua hizi vitu ameziweka, ameweka hii taa. Unajua kuna gadgets hapa, ukitaka kusoma you put on the light. Kulingana kuna ile iko bright, kuna ile iko color. Alafu kuna ingine ukisikia kuna joto kuna fan unakafungua. Sasa huyo mtu alikuwa amekaa hapo, alikuwa amefungua, ameweka hiyo light, ameweka fan. Na sasa nikikaa hiyo fan inanichapa. So unajua ndege ikianza kutoka, nafikiria bila fanya. Sasa inatakana ifanye hivi, itasimama wakati wote. Na hivyo inafanya. Sasa hiyo upepo imenichapa mpaka masikio, unasikia imefungana. So unasikia kama masikio inafungana mpaka ndio ifunguke. So the journey was very uncomfortable to me. And it took 30 minutes to Nairobi. So I did not enjoy because I did not know. So kuna vitu vingi, because we don't know, we don't enjoy. You don't enjoy what you don't know. I've told you this story several times. Somebody is traveling from Nairobi, Kenya to America. Those days, so many hours. When the Ethiopia, kutoka Ethiopia, when the continent ingine ndio wende Dubai ndio connect to wende America, ilikuwa inachukua so many hours. You have paid your ticket. The ticket is inclusive services ambayo inapeana kwa ndege, which means refreshment yoyote, wakipitisha chakula, wakipitisha nini, you ask any of them. Huwa wanapitianga trolley iko na masoda, iko na what do you call this thing? Hizi ambayo si soda zinaitwa aje? Iko na drinks hizi zingine. Baadaye iko na machakula fulani. So hizo vitu zinapitishwa, and then you ask, sir, what can we serve you with? Sasa huyo jamaa alikuwa akipitisha anasema yeye hako tu sawa, lakini hako sawa kwa sababu anafikiria akipewa atalipa. So unaenda kwa hoteli unakula alafu wanakuletea bill. Sasa yeye anajua akiitisha tu yoyote atalipisha, na haoni kama hako na pesa. So chakula walikuwa wanapitisha, watu wanapata chakula, wanafanya kila kitu, lakini yeye anaona tu ako comfortable. Na unajua kama unasafiri masaa marefu, kuna hiyo kiti pia unaweza kulalisha, alafu upewe kitu ya kujifunika ulale usingizi. Sasa jamaa
Kwa sababu hajui, anaona atalipishwa, anaona aende mkavu, anasema niko sawa, lakini jamaa hayuko sawa. Wakifika wakishuka, ndio neighbor anamuuliza, kwa nini wakati yote hujakula? Akasema sikuwa na pesa ya kulipa. Because you don't know. Anaambiwa, hebu angalia hiyo receipt, imeandikwa nini? Hii umelipia all services. Kitu yoyote ambayo inapewa hapo unaweza kuitisha anything. Ukule vile unataka because it is included. Kutokukula kwako umewapatia wale faida. That's why nakwambia, what you don't know cannot help. You lose out on its benefit. Ndio sasa, that's why I'm telling you, see, hiyo inasema God has appointed some in the church for his own use. So, wewe na mimi tumeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. God has brought us into this world for his use, not for our own use. Huwezi kujitumia kwa sababu yako. Sababu ya Mungu ndio inatangulia kabla yako. Kwa sababu Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, mengine nitawazidishia. So, ukitafuta ya Mungu ambayo wewe unatakana kutumika kwayo, ndio Mungu atakuongezea ingine. Lakini ukitanguliza yako, you will not succeed. So ndio nikasema tuko kwa hii juu ya uso wa dunia because of the purpose of God. So kwa sababu ya purpose ya Mungu, kuna watu wanakuinda usiku na mchana wa kumaliza, lakini hawawezi kukumaliza kwa sababu kuna purpose ambao unataka kutimiliza, purpose ya Mungu. And because it is God's purpose, na power and might iko katika mikono ya Mungu, hakuna mtu anaweza kukuangamiza. Kama kuna kitu ambayo kilikuwa na uwezo kuliko Mungu, basi ingekuangamiza. Lakini kwa sababu Mungu ndio mkuu na amekutuma juu ya uso wa dunia akutumie kwa kusudi lake, hakuna kitu ambayo inaweza kukuzuia wewe kufanikiwa. Sasa mafanikio ni kulingana na what you have been called to do in this world. Hiyo ndio mafanikio. Sasa elewa leo meaning ya success. If you are succeeding in being who you are. Ndio nakwambia hapa, don't copy me. Usikopi mwingine. Usikopi lazima ati amefanya nywele amekaa hivi. Yeye hiyo ni njia yake. Usikopi msanii fulani, yeye ni msanii. Utakaka cartoon. I'm not you, you are not me. Be yourself. Be who God called you to be. And do according to ile kitu Mungu alikutuma ufanye. Kuna anointing ambayo itakufanikisha kufanya ile kitu Mungu alikutuma ufanye. So don't copy people. Usiangalie mtu anafanya hivi, anafanya biashara fulani, hata unataka kufanya. Tafuta wewe na Mungu mlisikizana kufanya nini? Na kwa kusudi fulani gani? Kwa mfano mimi sasa hivi nafanya ukulima, kando na ile kazi nyingine. Lakini sasa mapato nikipata, ninaambia Mungu kuna maono ya Mungu juu ya maisha yangu. Kuna maono ya Mungu juu ya maisha yangu. Mungu alinipatia ndoto zamani. Kandui tujenge kanisa. Tena akanipatia plan yake octagon. Unajua octagon vile inakaa? Ndio kanisa ya Kandui nitakana kukaa. Alafu kule kitani. Hiyo ndio kitu najua Mungu ameshanionyesha. Vizuri kabisa. So mimi najua ninapofanya ukulima, kwa sababu target yangu ni millions. Najua kwamba katika hiyo pesa inatakana isafu kusudi hiyo maono ambayo Mungu amenipatia. Na kwa hivyo Mungu atanipatia anointing na breakthrough nifanikio katika ile kitu nafanya kwa sababu ya maono ya Mungu katika maisha yangu. Lakini nikianza kufanya vitu ambavyo lazima anafanya, sijui anafanya vitu gani, naanza kukopa. Hakuna sita make. Siwezi make. I cannot. Valentine. Ama nianze kufanya hata mimi nafungua workshop kama bishop. Ati mimi nataka kufanya mambo ya workshop. Na Mungu hajaniita kufanya hivyo. Hakuna. I'm not succeed. Ndio kwa sababu nawaambia vijana, don't copy. Be you. Kuwa wewe. Usijiite jina ya mtu fulani. Ati huyo ni famous. Waachana na line yake, kuwa na line yako. So success ni kukua ile kitu ambayo Mungu amekuita ukue. Nataka ushike hiyo leo. So don't compete with the people. Unajua vijana wanapenda kucompete. Ukiona mtu ameweka hairstyle nyingine, muda pia wewe unaweka. Ukiona mtu amevaa kitu kingine, hata unataka kuvaa kama yeye. Why compete? Compete na ile kitu Mungu ametaka ufanye katika maisha yako, then ukufanikiwe. Kutakuwa na anointing. Anointing itakuwa ni ability ya wewe kufanya kile kitu Mungu amekuita uweze kufanya. Na itakufikisha mbali sana. Na ndio nilikuwa nikianza nitasema vijana wako na changamoto, we want to do what others are doing, or we want to do what is acceptable by others. Ati nitaonekana mshamba ninafanya mambo yangu. Hatunataka kufanya ndio ukubaliwe na vijana. Ndio kwa sababu kijana, simu ya kijana akiangalianga zile post amefanya, anaangalia likes ziko ngapi.
So anajaribu tu kuhakikisha hizi likes zimeongezeka, but it is not likes za wanadamu, ni likes za Mungu. What has God called you to do? Can you stick to what God has called you to do? Wacha Mungu afanye likes, kwa sababu kuna anointing ya kufanya hiyo ambayo Mungu amekutuma ufanye. Lakini sasa changamoto ya vijana, huwezi kustahimili ati watu wakose kukulike. Tunataka kufanya ile kitu watu wanakulike. Na hujaitwa kufanya ile kila mtu anataka kufanya. Sasa tuseme iko watu milioni moja, utafanya kila kitu ambayo kila watu milioni moja wanataka ufanye. You cannot be them, utapasuka. Waswahili wanasema watapasuka msamba, si ndio? Yeah. Stick to your lane. Mtumainie Mungu kwa sababu ya kila ambacho amekupeleka kufanya hiyo usawa. Bwana Yesu asifiwe. So don't lean on your own insight or understanding.